Yule alikuwa anafanya biashara ya Tigo Pesa. Baada ya kufunga biashara, anaondoka kurudi nyumbani, ndio akakutana na hao majambazi njiani. Alipotoka kazini, amefunga biashara yake tayari, amefanya maandalizi yake, anatoka kukatiza tu sehemu ya giza, ndio akakutana na hao majambazi. Lakini kila siku huwa anapita tu njia ile, ilikuwa haina wasiwasi sababu watu ni wengi, ila hatujui hilo lililotokea kwa jana. Baadaye tukatoka hapo tukaenda hospitali kwenda kuhakikisha kule marehemu amefariki. Baada ya kuwahoji wakasema kwamba kweli bwana tumekuta pale biashara yake ilikuta ashafariki tayari. Yeye ana biashara yake kule Tigo Pesa. Sasa baada ya kufunga ile saa 2 akiwa anarudi nyumbani ndio akakutana na majambazi wakampiga risasi. Tujajua kama kwenye biashara yake jana ilikuwaje, lakini hilo shahidi kwamba kwa sababu ameondoka na begi ambayo ilikuwa na simu na ile nani mashine za NMB. Kwa hiyo moja kwa moja ni majambazi. Jana kwenye majira ya saa 4 tumepokea mwili wa mtu ambaye ameshambuliwa na akiwa tayari amefariki, tumemtunza hapa. Leo kwenye majira ya saa 3 polisi pamoja na ndugu walifika hapa kuja kutambua na kuangalia kufanya uchunguzi wa kilichosababisha. Imeonyesha kwamba amepata kushambuliwa na kitu chenye ncha kali kinachofanana na risasi, kimeingilia upande wa kushoto kwenye juu ya shavu na kutoka kwenye upande wa kulia kwenye shingo na kusababisha jeraha na kutokwa na damu. Pia kitu chenye ncha kali pia kiliingia kwenye kifua katikati na kutokea kwenye ubavu. Imehusisha pia uharibifu kwenye pafu la upande wa kulia na kusababisha damu kutoka nyingi sana kwa ndani. Kwa hiyo ndio sababu za kifo.